بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. tunaendelea na darasa yetu ya kitabu التعصب المذهبي وآثاره للشيخ إبراهيم بن عبد الله المزروعي حفظه الله تعالى. darasa ambayo iliyomalizika bado tupo katika kuangalia faslu inayosema ulama ankaru taassubu almadhhabi. Wanachuoni wamekanya taassubi ya kimadhhabu, na tukaona katika darsa iliyomalizika maneno ya wanachuoni kuhusiana na kukanya kwao kuhusiana na jambo zima la taassub. Leo biidhnillah tabaraka wa taala tunaondokea katika maneno ya Imam Shatibi rahimahullahu taala ambaye amefishwa katika mwaka wa 790. Qala al-Imam Shatibi rahimahullahu ta'ala qad zalla bisabab al-i'rad 'an ad-dalil, wa hakika wamepotea na kuteleza. Laqad zalla, wa hakika wameteleza, bisabab al-i'rad 'an ad-dalil, kwa sababu ya kupuuza dalili, wal-i'timad 'ala ar-rijal, na kutegemea watu. Nani waliopotea? Aqwamun, wamepotea watu na wameteleza watu, kwa maana wameteleza wakaanguka na wakawa wamesimama katika sehemu iliyokuwa si sawa. Baada kuwa wamesimama katika sehemu si sawa, mwisho wa siku wakawa ni wenye kuteleza na kuanguka chini. Araju bi sababi dhalika, wakatoka kwa sababu ya jambo hilo, anjadati sahabati wat tabi'in, kutokana na ule usawa na njia ya maswahaba na matabiina, kutokana na usawa ambao walikuwa wako nao maswahaba na matabiina, na kutokana na njia walikuwa nayo maswahaba na matabiina. Wattabau ahwaahum, na wakafuata matamanio yao, bighairi ilmin, pasi na elimu. Fadhallu an sawa'i sabil, basi wakapotea wakaiacha njia ambayo ilikuwa ya sawa. Angalia hayo katika kitabu al-I'tisam juzuu ya 2 ukurasa 347. قولي يا بيلي الإمام أبيل محمد سلطان المعصومي رحمه الله تعالى قال مسيما لا يجب على أحد من هذه الأمة سواجب ويتولي من هذه الأمة كتك أمه أن يكون حنفيا ويين حنفي أو مالكيا أو كوين مالكي أو شافعيا أو كوين شافي أو حنبليا أو كوين حنبلي، بل يجب على أحد الناس، bali lokuwa la wajibu juu ya watu katika afradi nas, katika wale watu memba watu, kwa maana mtu mmoja mmoja, ayasala ahadan min ahli al-ilm au min ahli dhikri, ni kumuuliza yote ile katika watu wenye utambuzi na watu ambao walikuwa kufahamu masala. Kwa hiyo ukishakumuuliza mtu akikujibu kwa mujibu wa dalili, basi mtu anatakana kwamba afungamane na dalili, lakini si kwamba wewe ujinasibishe mimi ni mshafi, kwa hiyo sitouliza isipokuwa mashafi, au sitouliza isipokuwa mahambali, au sitouliza isipokuwa maliki, au sitouliza isipokuwa hambalia. La, bali Uislamu mwataka watu wafuate mwenendo wa Bwana Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Na ikiwa wewe ni maliki, au ikiwa wewe ni mshafi, au ikiwa wewe ni mhanafi, au ikiwa wewe ni hambali, mtume wako atakuwa yupo katika upande gani? Na wewe umetakiwa kwamba ufuate Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo fantabihi lihadha, zinduka kwa jambo hili. Angalia hayo katika kitabu halil muslim mulzimu bittibai madhhab, katika saifa ya 16. kauli ya mwisho ya faslu hii, الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى من تمسك بكل ما ثبت في السنة. anasema Sheikh al-Albani, yoyote ambaye atakayeshikamana na kila yale ambayo yalikuwa yamethibiti katika sunna, walau khalafa ba'd aqwali al-a'imma, hata kama atakhalifu kauli za baadhi ya maimamu, la yakunu mubayinan limadhhabihim, hatuisabika yeye wala hatakuwa yeye kwamba ni mwenye kuyapinga yale madhehebu yake, wala mwenye kuyakhalifu yale madhehebu yake, hatuisabika kwamba yeye amekhalifu madhehebu yake, wala kharijan an tariqatihim, wala hatuisabika kwamba amekwenda kinyume na ile njia yao, bal huwa muttabi'un lahum jami'an, bali yeye atasabika kwamba ni mwenye kuwafuata hao wote. Wa man taraka sunnata thabitata, na yule ambaye atakiacha sunna ambayo ilikuwa imethibiti, limujarradi mukhalifatiha, wa ule upeo wa kwenda nayo kinyume, liqauli ba'dihim,
kwa kauli ya baadhi yao, fa huwa asil lahum, basi mtu huyo anakuwa ni mwenye kuasi hao, wa mukhalifun li aqwalihim, na huyo anakuwa ni mwenye kukhalifu zile kauli zao. Kwa nini? Kwa sababu maimamu wao wamewahimiza watu kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ukianza Abu Hanifa ana kauli nyingi sana ambazo amezihimiza kuhimiza watu kwamba kufuata mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika al-Imam Malik, kadhalika al-Imam Shafi'i, kadhalika al-Imam Ahmad ibn Hanbal, na maimamu wote wamehimiza katika jambo zima la kufuatwa bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na kutokufuatwa wao. Na sote ulimwengu mzima tumetakiwa kwamba sisi tumfuate Mtume alayhi salatu wassalam. Kwa hiyo mpaka hapo tutakuwa tumefikia pahala, na maelezo hayo ya Sheikh Al-Albani hapo katika sifatu salah yaangalie katika sahifa ya 34. Tukija biidhnillah tabaraka wa taala tutakuja kuingia katika fasli inayosema hal nahnu mutaassibun, je sisi ni watu ambao wenye taassubi? Yani hiyo ni fasli ambayo tutakuja kuiangalia katika darasa itakokuja biidhnillah tabaraka wa taala. Tunamwomba Allah subhanahu wa taala bimannihi wa karamihi aturuzuku ikhlasi, na jalie haya yote yawe katika mizani ya mema yetu, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira, wallahu a'lam.